Na mtazamaji, tuangazie taarifa ya awali ambapo Rais William Ruto amesema anaazimia kuhakikisha kwamba eneo la kaskazini mashariki mwa nchi linastawi sawia na maeneo mengine nchini. Akizungumza mjini Wajir kabla ya sherehe za sikukuu ya Madaraka, Ruto alisema kuwa ameziagiza wizara husika zilipe umuhimu eneo hilo katika mpango wa kuweka umeme na ajira ya walimu miongoni mwa hatua nyinginezo. Mji wa Abaswen katika kaunti ya Wajir ulikuwa mwenyeji wa Rais William Ruto anayezuru eneo hilo kabla ya sherehe za kitaifa za sikukuu ya Madaraka hapo kesho. Hapa Ruto alizindua rasmi kiwanda cha uzalishaji kilowati 826 za kawi itokanayo na jua ya Abaswen. Ati Abaswen mnasemaje? Na Wajir mnasemaje? Hebu nione wanasema tutam. Akiwahutubia wakazi wa Wajir mjini Abaswen, alisema ataimarisha uunganishaji umeme katika eneo hilo ambalo limesalia nyuma kwa muda mrefu. Kadhalika, walimu zaidi wataajiriwa ili kushughulikia tatizo la uhaba wa walimu. Kawi ya kwamba tufanye affirmative action kwa watu wa Northern Kenya ili tuwaharakishie mambo ya connection ya electricity ndio washikane na wale wa Kenya wengine. Rais pia alizindua shughuli ya kuweka lami kwenye barabara ya mjini Wajir. Kila constituency hapa Northern Kenya tunawaongezea walimu 100 kila constituency. Huyu ado anajua. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu mimi sitaki tena ati kukitokea maneno kidogo watu wametoka kule kwetu wanahama. Shilingi milioni 800 zimetolewa kwa mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo hilo, huku shilingi milioni 150 zikitumika katika ujenzi wa soko la kisasa na uwanja mdogo wa ndege. Rais pia alisema kuwa atahakikisha ujenzi wa barabara muhimu ya Modogashe hadi Samatara unakamilishwa. Hii barabara hii mwezi wa 6 hii tutakuwa na yule consultant. Mwezi wa 7 tunafanya procurement. Mwezi wa 8 mwisho mimi nakuja hapa kuanzisha hii barabara kutoka pale Modogashe mpaka Samatara. Mnasemaje? Siasa za mwaka 2027 pia zilishamiri katika eneo hilo, huku viongozi wa eneo hilo wakiahidi kuunga mkono kikamilifu utawala wa Kenya Kwanza. Kuna contest ya MCA, kuna contest ya MP, kutakuwa na contest nani atanibadilisha, lakini tutahakikisha hakuna contest ya president katika hii county. So tunamshukuru rais, kipande tumepata. Barabara ile tulikuwa tukisubiri miaka 60 sasa imeanzishwa. And we want to confirm to all and sundry that the President William Ruto, the only crime he has committed to some people somewhere is because he said Kenya must be one.